Sasa kuna wajinga wanasema hivi, msipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa 11. Tumepata nini? Tumepata nini? Watu wetu wameuawa, watu 4 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu wa 2020, waliua watu zaidi ya 25 Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi 2019 wa vijiji, Magufuli aliufuta wote. Tulienda, tulipeleka wagombea, tulipata nini? Kwa tukienda mwezi wa 10 tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na 2020 na 2019? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaosimamia ni wale wale walioharibu mwaka jana, ndio wanaosimamia mwaka huu. Walioharibu 2020 ndio wanaosimamia leo. Walioharibu 2019 ni wale wale. Kwa tukienda chama kinakufaje? Chama kinakufaje? Nye wote mtaenda CCM? Mtaenda Chauma au Kadea? Msipoenda kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku. Tunaambiwa hamtapata ruzuku. Aha. Kumbe shida sio kwamba watu wetu wanauawa. Shida sio kwamba watu wetu wanaenda kuumizwa. Shida ni kwamba twende ili tupate ruzuku. Tupate ruzuku. Hiyo ruzuku inafika Masasi? Inafika huku? Na haya maisha ya watu, bei kumbe ya watu, maisha ya watu ni ruzuku kwa vyama vinavyoshiriki upinzani kwa uchaguzi. Nilidhani kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda kutafuta viongozi. Kumbe kuna watu wanawaza pesa, hawajali watu kufa. Ndio hivyo. Sasa sisi ndugu zangu wa Masasi, tumesema tutafanya kila linalowezekana kuhamasisha umma wa Tanzania kuzuia uchaguzi. Yeye mnasemaje? Yeye mnasemaje watu wa Masasi? Na mtu anayesema wanaogopa uchaguzi, ndugu zangu, mimi na miaka 57 leo. Miaka 57 sio umri mdogo. Nimeanza kushiriki uchaguzi Tanzania nilikuwa na miaka 27 mwaka 95.